Sox kwa sisi kama timu, kocha kuna namna anatuangusha. Yeah? Kocha kuna namna anatuangusha. Pedro, sijasema kocha ni mbaya. Ila kuna namna kocha anatuangusha. Ndio anakuangusha kwenye nini? Kwenye mfumo, kwenye nini? Kwenye Yanga ijaanza kuonewa leo. Yanga msimu juzi imeonewa, msimu jana imeonewa, msimu huu inaonewa na msimu unaokuja Yanga itaendelea kuonewa kwa sababu watu hawataki kuiona Yanga ikiendelea kushinda ubingwa. Nini kifanyike? Msimu jana umeshashinda goli 2 dakika ya 80. Unakuja kuonewa, watoto wanazawadiwa goli moja la bure, umeharibu clean sheet, unaondoka na ushindi safi wa 2-1. Lakini msimu huu kocha naye tena ndio hivyo kutafuta goli moja, hohehahe, umelipata moja, watoto wamekuja wamemng'ang'ania Jigidiara, wamepewa, mechi imeisha 1-1. Lakini kama unaongoza goli, mimi nilikuwa namwambia goli Yanga kama kocha. Naambia goli Yanga, goli moja sio goli. Huyu kocha anatakiwa aambiwe kabisa hii timu inapoelekea huku tutapoteza ubingwa. Kocha anatakiwa aamke usingizini. Yaani simuoni kama ni kocha mbaya, ila kuna namna yuko kwenye usingizi. Sikuona ni sababu ya kumtoa Pacome Zouzoua. Yaani mimi naongea honestly, frankly speaking. Sikuona sababu ya kumtoa Pacome Zouzoua, sikuona pia sababu ya kumuingiza mchezaji ule nani. Wakati ule Buba kama angemuingiza labda. Lakini Buba si moja kati ya miongoni mwa wachezaji sajili bora ambazo mmezifanya msimu dirisha dogo. Kuna mechi zinaweza zikawa ni nzuri, lakini ukaona kabisa hii mechi hapa haimhitaji Messi, haimhitaji Ronaldo, inahitaji wachezaji wa design nyingine. Sisemi Buba ni mbaya, lakini kwa nyakati zile, kwa mwenendo wa mechi ilivyokuepo, kwa Mtibwa walivyokuwa wanatafuta goli hata la kupewa la mkono, Pacome alideserve kuendelea kubaki uwanjani. Nadhani hata pia sababu pia nazo zimetuangusha. Yaani imeniuma swala la Yanga kwenda mechi 3 kudraw. Yaani mechi 3 na draw vipi unataka? Mara zote tukizungumza umekuwa ukizungumzia bodi ya ligi kwa maana waamuzi, ukitoa hivyo vitu vitatu kwenye hizi mechi zote, uoni makosa labda ya kiufundi ya mwalimu ambayo yanapelekea sasa ya kumtoa Pacome kumuingiza Buba? Mimi unajua mimi ni kwenye moja kwenye mbili. Juzi nilikwambia Arusha pale shambani. Nikakwambiaje hiyo mechi ya Mtibwa sioni Yanga akishinda. Sioni Yanga akishinda kwa sababu gani? Kwanza kwa mazingira kikosi cha Yanga kilivyo, majeruhi ni wengi, key players wengi wako out of squad. Mamlaka inavyotuonea, waamuzi jinsi hawako upande wetu, wapinzani wanavyotukamia. Hawa Mtibwa Sukari walikuwa wamerelax, wanasubiri kucheza na Yanga, wakati Yanga sisi tunacheza na Azam, wakati tunacheza sisi na CRA. Wao Mtibwa focus yao ilikuwa kwenye mechi ya Yanga. Kwa hiyo mimi nilijua tu Mtibwa watakuja wameuma meno, na yani hata kuipata ile goli mwishoni Mtibwa walilozawadiwa na waamuzi walikuwa wanajichelewesha tu wenyewe, kwa sababu wachezaji wengi walikuwa off mood. Tena leo walijitahidi kabisa wachezaji kuonyesha kabisa hawana uchovu. Umeona kabisa mpira unachezeka, Mwanengo anafika kwenye maeneo. Tumeshindwa kutumia nafasi, na kwenye football unapopata more chance, unaposhindwa kuscore, mpinzani akikusogelea inakuwa ni hatari zaidi, na ndio walichokifanya Mtibwa bila kuangalia. Wamepoa goli la kideo la muamuzi la kumvuta Jigidiara, lakini ndio hivyo tumeshindwa kutafuta magoli mengi kipindi cha kwanza, ukiacha na hayo tulionyongwa kama lile ambalo wanasema offside, wakati sio offside. Mechi imetokea, tumemaliza, tumefungwa, tunarudi kujipanga. Lakini narudia tena, timu bingwa yenye sifa za ubingwa, hata kama inaweza kacheza vibaya, lakini inaokota alama. Kwa jinsi tulivyozipoteza alama 2 leo, kidogo imenihuzunisha kidogo.